Mwalimu wangu Abdullahi, naam, nataka kufundisha watu namna ya kuroga hapa leo. Mpe huyo, mpe maiki. Nataka nionyeshe namna ya kuroga watu. Unasemaje? Wewe umekimbia yako. Yako ni gani? Malaika wakifundisha watu uchawi walikuwa wanaenda wafundishe watu uchawi wafanyie. Walifundishaje watu? Na walikuwa wanafundisha watu nini? Ndio walifundisha uchawi. Walifundishaje kwa mujibu wa Qur'ani? Mwalimu, wewe ndio unatuelezea. Hao watu walikuja kufundisha uchawi, walikuwa wanafunza hivi na hivi. Mimi sijasema. Qur'ani ndio imesema. Qur'ani ndio imesema. Lakini Qur'ani imeonyesha watu namna ya kuroga. Na malaika walikuwa wanakuja kufanya nini? Sasa huyo nikuonyeshe. Waliteremsha uchawi. Hii ni chuki tu ya Qur'ani. Hao malaika wawili Haluta na Maluta ndio walioteremsha uchawi na wakafundisha watu, lakini Qur'ani haijaonyesha watu wanarogaje kupitia malaika hao wawili. Ndio nikatoa challenge kwa nyinyi wote, kama kuna mtu ana aya inaonyesha namna ya kuroga ndani ya Qur'ani anyoshe mkono. Mpe huyo. Aya gani? Sallallahu alaihi wasallam. Endelea. Na wala Suleiman ndio hakukufuru. Yeye mwenyewe mfalme Suleiman hajaingia katika kufuru katika hili. Endelea. Bali ndio mashetani ndio waliokufuru. Hawa waliofanya balaa lote hili ni mashetani, ndio waliokufuru ndani ya ufalme wa Suleimani. Endelea. Wakiwafundisha watu uchawi. Hawa mashetani sasa wakawa wanatoa elimu, wanawafundisha watu namna ya kuroga. Endelea. Endelea kusema nini? Twende. Na yaliyoteremshwa kwa malaika wawili. Unarudia ama unaendelea? Na yaliyoteremshwa kwa malaika wawili. Twende. Haruta na Maruta katika Babeli. Ndio. Wala hao hawakumfundisha yoyote mpaka kwanza wampatie sharti. Ndio. Wamwambie nini? Hakika sisi ndio ni mtihani. Sisi mashetani kwenu nyie wanadamu, sisi mashetani ni mtihani. Endelea. Basi ndio usikufuru. Anawaambia wasikufuru. Mpe. Shida yako wewe nini? Shida yangu malaika ndio wameteremsha hii Qur'ani. Kwanza sikiliza nikwambie, malaika ngoja mwalimu nimalize, alafu unieleze. Ufute hiyo kauli. Sifuti, ngoja nimalize. Malaika wameteremsha Qur'ani. Nani na nani? Malaika wanateremsha mashetani. Malaika gani wameteremsha uchawi? Malaika gani wameteremsha Qur'ani? Malaika gani wameteremsha Qur'ani? Yaani malaika wa Mwenyezi Mungu ni akina nani? Sasa mpe. Ni malaika. Mpe. Rudia aya ya Qur'ani. Yaani akisikia malaika anaona kila malaika ameteremsha Qur'ani. Anasema hao malaika wawili Haluta na Maluta ndio wameteremsha Qur'ani. Namwambia futa kauli yako. Kasema sifuti, kwa sababu hao malaika ndio wameteremsha Qur'ani. Umesoma wapi hiyo? Rudia sasa aya ya Qur'ani. Anasema ni baada billahi minashaitani rajim. Twende. Na wakafuata yale waliozua mashetani. Mpe kwanza. Hao ni wakina nani? Hao ni mashetani ndio wameteremsha Qur'ani. Si unaona kofia yako hii? Nikupea maandiko. Rudisha sasa. Nikupea maandiko. Mpe kwanza huyo. Baada ya hao malaika kuleta uchawi, hawakuwahi kumwambia mtu Yusufu acha kuchati. Naomba unisikilize hili. Sikuingilii leo Yusufu. Naomba unisikie tu yale nitakayosema, kisha uwe shahidi nimeyasema. Hao malaika walioleta wakafundisha watu uchawi, lakini Qur'ani haijawahi kuambia watu uchawi unatengenezwa hivi hivi na hivi. Kama kuna mtu ako na aya baada ya hao malaika kuteremsha uchawi, kisha hao wakafundisha watu, lakini haijawahi aya yoyote ya Qur'ani ikatamka kwamba uchawi wenyewe unashika hapa hapa na pale, hakuna. Na kama kuna mtu ana aya ndani ya Qur'ani inafundisha uchawi, anyoshe mkono juu. Narudia tena, hao malaika wamefundisha watu,
lakini Qur'ani haijawahi eleza namna ya kuroga. Kama kuna mtu ana aya ndani ya Qur'ani namna vile watu wanaroga, nyosha mkono. Waislamu takbir! Allahu akbar. Umeona mtu akinyosha? Hamna. Atanyosha, ako na nafasi? Hamna. Sasa mwalimu wangu Abdullahi, naam, nataka kufundisha watu namna ya kuroga hapa leo. Mpe huyo, mpe maiki. Nataka nionyeshe namna ya kuroga watu. Unasemaje? Wewe umekimbia yako. Yako ni gani? Malaika wakifundisha watu uchawi walikuwa wanaenda wafundisha watu uchawi wafanyie. Walifundishaje watu? Na walikuwa wanafundisha watu nini? Ndio walifundisha uchawi. Walifundishaje kwa mujibu wa Qur'ani? Mwalimu, wewe ndio unatuelezea. Watu wakikuja kufundisha uchawi walikuwa wanafunza hivi na hivi. Mimi sijasema. Qur'ani ndio imesema. Qur'ani ndio imesema. Lakini Qur'ani imeonyesha watu namna ya kuroga. Na malaika walikuwa wanakuja kufanya nini? Sasa huyo nikuonyeshe. Waliteremsha uchawi. Hii ni chuki tu ya Qur'ani. Hao malaika wawili Haluta na Maluta ndio walioteremsha uchawi na wakafundisha watu, lakini Qur'ani haijaonyesha watu wanarogaje kupitia malaika hao wawili. Ndio nikatoa challenge kwa ninyi wote, kama kuna mtu ana aya inaonyesha namna ya kuroga ndani ya Qur'ani anyoshe mkono. Mpe huyo. Aya gani? Soma maelezo yake. Soma maelezo. Mimi nataka wewe unaenda maelezo. Leo mimi nataka turogane hapa kupitia vitabu hivyo. Na hakuna kuangaliana usoni. Weka kofia yako vizuri. Inasemaje? Inasema nini? Ndio. Na wao hakika waliyasadiki walioyaziwa mashetani wao sana na wapotovu wao sana juu ya ufalme wa Suleiman sana, walipodai kuwa Suleiman hakuwa nabii ndio wala si mtume ndio aliyeteremshia ufunuo wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali alikuwa ni uchawi tu ndio anayetegemea msaada wa uchawi wake sana, na kwamba ndio ni uchawi wake huu ndio uliomjenga ufalme wake sana na ukamwezesha aweze kumtawala majini, kuwatawala majini na ndege na upepo. Ndio kwa hivyo ndio walimsingizia. Mpe nani huyo? Sasa huyu mwenye alimsingizia ni nani kwanza? Huu uchawi ulishuka kwa wakati wa nani? Sasa alikuwa na majini. Wakati wa nani huo? Wakati wa nani? Kwa hivyo ukikuwa mchawi majini wanakuwa chini yako. Ana maiki sasa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Narudia tena. Qur'ani iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala haijawahi kuonyesha namna ya watu kurogana. Sasa narudi kwa Biblia. Narudi kwa nini? Kwa Biblia. Leo nataka turogane humu. Sio wamenitaka hawa. Kitabu cha Ezekieli 1:5. Watueleze andiko hili. 1:5 Ezekieli. Kisha Yusufu, naomba ulifafanue hili andiko, kwa sababu wewe ndio mchawi katika watu sasa kupitia Biblia. Twende sasa. Ezekieli 5:1. Ezekieli 5 andiko lake la kwanza. 5. Sio wamenichokora. Narudia tena. Malaika walioteremsha uchawi ni wawili, Haluta na Maluta, wakawafundisha watu, lakini Qur'ani haijawahi eleza namna ya kuroga kupitia Qur'ani. Ndio maana nikatoa challenge, kama kuna mtu ako na andiko ndani ya Qur'ani watu wanarogana namna gani, nyosheni vidole. Hakuna mtu amenyosha. Sasa tunaonyesha namna ya kurogana kupitia Biblia. 5:1 Ezekieli 5:1. Twende mdogo mdogo. Inasema, twende. Nawe mwanadamu, ndio ujipatia upanga mkali. Hapa sasa nakupa vitu vya kurogea watu. Kama wewe subiri, Yusufu anaangalia vizuri. Waislamu takbir. Nataka leo turogane hapa. Baada ya Qur'ani kukosa kufundisha uchawi, sasa Biblia inakuja kuonyesha watu namna ya kurogana. Hebu mpe Yusufu kwanza kabla niendelee. Kabla amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na wewe pia. Tuwe wapole leo. Tuwe wapole. Tunarogana hapa. Nani aliteremsha uchawi? Malaika wawili. Watoa wapi? Walitoa wapi? Itatueleza Biblia. Mpe sasa. Walitoa wapi? Mpe. Walitoa wapi?
Sasa apeana maiki. Sasa leo Waislamu takbir, Allahu akbar. Narudi tena kutoa challenge. Kama kuna mtu ako na aya ndani ya Qur'ani inafundisha uchawi, anyoshe mkono. Acha hasira, enda kufa huko mbali. Naurudia tena, kama kuna mtu. Sasa soma hiyo tutorogane sasa. 1-5. 5-1 twende. Nawe mwanadamu, na wewe mwanadamu ujipatie upanga mkali. Utachukua upanga wenye makali. Chukua panga kwanza, panga lipatie makali, lipeleke kwa watu wa kunoa. Panga liwe kali, tunarogana, twende. Kama wembe, hiyo panga iwe na ukali unaokata kama vile wembe unavyokata nywele. Twende. Wakinyozi ujipatie. Na nini? Wakinyozi ndio ujipatie nini? Ukaupitishie juu ya kichwa chako. Huu upanga jamani, ni nywele hapa zinatakiwa. Hii ingekuwa Qur'ani hii, tungekosa pa kuweka ndimi zetu, tungekosa pa kuweka macho yetu, lakini Biblia inaingia katika uchawi moja kwa moja, kwamba kwanza tengeneza panga, ile panga liwe kali, kisha lichukue panga, pitisha katika kichwa cha mtu. Nini kinatafutwa? Twende. Ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Juu ya kichwa chako, kisha kuna ndevu zinatakiwa. Waislamu, huu ni uchawi si uchawi? Uchawi dhahiri. Huu ni uchawi sio uchawi? Uchawi dhahiri. Sasa Yusufu kwa sababu ndiye mchawi na Biblia yake, nataka nimpe kazi leo akaanza kuroga watu. Twende. Kisha ndio ujipatie mezani ya kupimia. Ukishachukua ndevu na nywele za mtu, peleka katika ratili, zipime hizi ndevu pamoja na nini na nywele. Tunarogana leo kupitia Biblia. Endelea. Ukazigawanya nywele hizo. Hizi nywele baada ya kuzichukua, basi zigawe mafungu mangapi? Theluthi ya hizo nywele utaiteketeza katika maji, katikati ya maji. Utazichukua zile nywele, utatafuta mahali maji inatembea, utaziweka zile nywele zimechanganyika na ndevu, zichukue ziende na maji. Huku ni kurogana, sio kurogana, sio uchawi. Wewe ndio mchawi sasa. Kama Yusufu unatumia hao, unasema sio mchawi. Endelea sasa. Siku za mazingira ndio zitakapotimia, ndio nawe safi, utatwaa theluthi. Tena utachukua theluthi na kuipiga kwa mpanga pande zote. Zile nywele utazichukua zikichanganyika na ndevu, utachukua ile panga yako, kisha utazipiga mara 2. Endelea. Nawe utatawanya theluthi. Kisha jamani, tunarogana haturogani hapa? Tunarogana wale. Hapa ni kurogana ama si kurogana? Sasa hivi chukua hii leo, nenda kaifanyie kazi. Rudia tena hapo. Nawe utatawanya theluthi. Kisha utatawanya theluthi katika ndevu pamoja na nywele, ichukuliwe na upepo. Sichukuliwe na nini? Upepo. Huu ni uchawi sio uchawi? Uchawi. Bwana roga wa Kristo. Endelea sasa, twende. Endelea kisema. Ndio. Nitafuta upanga nyuma yake. Kisha utachukua upanga, utaufuta nyuma yako. Nawe twaa nywele chache katika hizo. Chukua zile nywele zilizobaki na kuzifunga, na pia uzifunge katika upindo. Upindo wa nini? Wa mavazi yako. Hirizi sio hirizi. Hirizi sio hirizi. Kitabu gani kinatufundisha hirizi? Biblia uchawi. Niangalie tena vizuri. Wachawi wakubwa, wachawi dhahiri. Ngoja sasa, ngoja tulia. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wameona aya ndani ya Qur'ani, wakabana pua, na alianzisha hili, anajifanya na chati. Hakuna kuchati. Subiri hapo hapo, tulia hapo hapo. Sasa kati wa Kristo, wacha nitumie lugha hii ngumu, na Waislamu, wakina nani wachawi? Anaongea ni muongeze. Subiri kwanza,
Hawa tumeona namna ya kutengeneza uchawi. Tumeona vile Yusufu anaweza tengeneza hirizi kupitia nywele za watu. Leo ameona aya ndani ya Qur'ani, malaika wawili wameteremsha uchawi. Je, wamefundisha watu waje namna ya kuroga? Hakuna. Sisi tunakubali kwamba uchawi uko, na sura uliotoa sura ya pili aya 102, Yusufu ukipandisha mashetani, tunaanzia na hapo. Tukuombea wewe miwani zako zikae vizuri. Leo unapogusana na uchawi, viboko wa kuroga ndio nyinyi, sio sisi. Mpe alianzisha jambo. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Pia wewe mwalimu. Nimetoa andiko hapa. Andiko umetoa, lakini uzuri. Wacha mwalimu. Wacha lakini. Acha tuachane lakini. Nimetoa andiko. Umetoa andiko. Inafundisha nini? Imefundisha nini? Maneno ya kufanyika lakini hakuna mahali imetaja uchawi. Lakini yako ya Qur'ani inasema direct uchawi sana kabisa. Sawa. Kwa hiyo kwa elimu iliyo, kwa hivyo ala anateremsha uchawi sasa, lakini hii ni kuanganisha maneno ikuwe uchawi, lakini sio nini, sio uchawi kwa maandiko hayo. Si uchawi. Sasa ndio andiko uchawi. Subiri sasa, anakataa, anasema huyu sio uchawi. Wewe unafikiri kwa nini Yusufu haweki ndevu? Kwa nini Yusufu haweki nywele? Ile mambo ya kurogana usiku haya. Subiri hapo hapo. Anakiri kabisa kwamba kwa fundisho hili sio uchawi. Naomba lirudiwe tena fundisho. Nimhoji kidogo kidogo. Nawe mwanadamu. Mpe wewe kwanza ni nani? Mimi ni mwanadamu. Kwa hiyo ukisikia nawe mwanadamu, unahusika ama uhusiki? Nahusika. Unahusika. Unahusika. Na mimi nahusika. Okay. Haya, mpe sasa. Twende. Ujipatie upanga mkali. Huyu hana panga huyo. Ana leseni tu ya kuendeshea bodaboda. Hiyo acha, twende. Kama wembe wa kinyozi ujipatie. Ndio. Ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Mpe. Hizi ndevu na kichwa huo kuna nini? Na nywele. Na unapoambiwa uzipitishe kwenye kichwa na ndevu, hizi nywele za kufanyia nini? Za kunyolewa. Wewe unazichukua ukafanye nini? Wewe unaweza jiroga mwenyewe. Hebu mpe sasa, kama unaweza jiroga, twende. Amekubali sasa. Wewe subiri, amekubali kwamba kwa mtindo huu wa kutafutana nywele na ndevu za kurogana sasa. Lakini swali lake sasa, unaweza jiroga mwenyewe? Endelea. Kisha ndio ujipatie mizani ya kupimia. Mpe sasa mizani, tunapima nyama na maharagwe ama ndevu na nywele. Kuna mwenye uliona akipima nywele? Sijamuona. Hujaona? Mimi sijaongea. Iliongea ni Biblia ama ni mimi? Wewe unaweza pima nywele. Nywele inaweza toka kilo ngapi? Tena arudie. Arudie. Mimi nakwambia nyinyi ndio wachawi. Haya maneno ni makali, lakini vumilieni. Twende. Kisha ndio. Kisha ujipatie mizani ndio ya kupimia. Mpe. Mimi ndio nimekuelekeza ama Biblia? Ni Biblia. Inakuelekeza nini? Kwenye mezani upime nini? Alafu upime. Upime nini? Sasa hapo sijui ni wewe mwenyewe. Ngoja mwalimu. Wacha kuwa na haraka. Takiburi za nini? Sasa nauliza hivi. Sasa sijui ni wewe mwenyewe unapanda juu ya mizani ujipime kilo zako ama ni hiyo nywele unasema? Hapo sasa ndio ampe maiki, kwa sababu Yusufu ndio mchawi, atatueleza. Rudia tena andiko. Nawe mwanadamu sana ujipatie upanga mkali. Twende. Kama wembe wa kinyozi ujipatie. Twende. Ukaupitishe juu ya kichwa chako sana na ndevu zako. Twende. Kisha ujipitie ndio mizani. Mpe sasa. Haya maelekezo nani anatupatia? Maelekezo ndio ni Biblia inatupea, inatuelekeza. Tuchukue nini? Ngoja mwalimu. Mwalimu, wakati kumaliza maandiko. Kuna kungoja. Subiri. Wakati mambo ya Qur'ani aya ya 102 hatukuwa tunangoja. Sasa imefika wakati wa kurogana. Unasema ngoja. Hakuna kungoja. Yangu hatujahojiana. Hii mizani tunapima nini? Unapima nini? Hata mimi mwenyewe naweza panda juu. Ana maiki sasa. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ukitaka kutafuta uchawi vizuri, basi itafute Biblia, itakuonyesha namna ya kuroga. Narudia tena, Qur'ani haijawahi
kufundisha mtu namna ya kuroga hakuna, isipokuwa Qur'ani inatoa tiba kwa ajili ya watu waliosibiwa na uchawi, sio kurogana. Baada ya Biblia kutoa somo zito, Yosefu anaangalia ile andiko asema hii iko kweli huko kwa hii. Hiyo ni geni kwake. Subiri. Hao. Hiyo ni geni kwake wale majali ana bado. Mimi ndio Idrisa, nitafute vizuri. Na kuna mengi nikitaka kuyaweka hapa hadharani tutakimbiana hapa. Narudia tena kwako, kuna mizani hapo inatakiwa, mpe maiki. Inatakiwa ipime nywele. Ipime nywele gani na gani? Ndevu na kichwa. Ndevu na kichwa ama nywele za kichwa na ndevu. Kwani kazi ya miwani ni kupima ndevu ama nyama? Miwani ni ya kuvaliwa kwa macho. Mizani. Nasema kazi ya mizani. Kumbe imeingia sasa kupima nini? Kupima ndevu ama nywele. Ndevu ama nywele na ndevu zinapimwa katika nini? Mizani. Nani anatuelekeza habari hizo? Biblia. Kwa hiyo Biblia inatuambia tupime nini? Ndevu na nywele ya kichwa. Nywele ya kichwa. Sasa amelainika huyo. Twende sasa, maliza. Twende. Ukazigawanya nywele hizo. Ndio. Theluthi ya hizo, robo tatu ya nywele hizo utaiteketeza katikati ya Yusufu huyo. Akimbia. Waislamu takimbia. Allahu Akbar. Asubiri hapo. Yusufu leo kukimbia hamna. Na kama ni mchawi lazima uondoke hapa leo. Kama ni mchawi ushagundulika utaondoka. Kama si mchawi kaa hapo. Nasema hivi, ikiwa wewe ni mchawi haya yamekugusa, toroka. Kwa sababu unatumia vitu hivyo, ndio maana unasimama unaenda. Kama si mchawi kaa hapo. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Akiondoka Yusufu, kama wewe ni mchawi haya yamekuuma. Kama sio mchawi kaa hapo. Waislamu takbir. Kaa hapo Yusufu, kaa. Wewe ndio mrogaji mkubwa. Tulia sasa. Maliza andiko sasa. Kwa mtulivu. Theluthi ya hizo. Theluthi yake hizo ndevu pamoja na nywele utaiteketeza katikati ya mji. Mpe huyo kaka alianzisha. Wacha tuongee na wewe. Mimi nataka kwenda. Wewe ukienda nenda. Kwanza tuongee. Dakika moja tu. Si umesema nikae? Umelianza hiyo. Tena umekuwa na tulia. Umesema niketi. Mpe kwanza huyu kaka maiki. Tulia sasa. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Wanga leo wanaumia hapa. Wachawi wanaumia. Waislamu takbir. Yusufu ngoja kidogo. Ngoja tulia. Tulia tu kidogo, tulia amekati. Haya, tusimwangalie macho. Tusiangalie macho. Tuende sasa katika ile maeneo kwamba theluthi ya hizo ndevu pamoja na nywele, nenda katikati ya mji kama mji wa Isli. Nenda katikati. Kisha usiteketeze. Kwa nini? Twende. Siku za mazingira. Ama umeruka. Siku. Ndio. Siku. Ulifika katikati ya mji katikati ya mji. Ndio. Siku. Za mazingira. Siku za mazingira zitakapotimia sana. Nawe. Utatwaa theluthi. Utachukua robo tatu na kuipiga. Ndio. Kwa upanga sana. Pande zote. Twende. Nawe. Ndio. Utatawanya theluthi. Utachukua tena theluthi. Uchukuliwe na upepo. Mpe. Nini zinachukuliwa na upepo? Mwalimu, nauliza nini zinachukuliwa na upepo? Ni nywele. Za nani huyo? Za mtu. Nywele na ndevu. Pamoja na ndevu. Hebu kuwa mkweli. Leo umeenda kwa mtu ukachukua nywele zake. Ukachukua ndevu zake. Ukaenda katikati ya mji. Ukaziacha zituruke na upepo. Umeroga hujaroga?
Wacha mwalimu, tusitishane. Umeniuliza vizuri nikakujibu vizuri. Jibu sasa. Najibu tu vizuri tu. Jibu. Unajua saa nyingine tusitumie maneno yetu. Tusitumie yetu. Nisomee tu 12. Wewe direct 12. Tutafika 12. Mwalimu. Narudi kwako. Wewe ndio umeanzisha hili. Ni sawa. Mwalimu, naomba hivi. Hebu kwa mkweli. Ni kwa mkweli. Ukazichukua nywele za mtu. Na ndevu zake mtu ukaenda katikati ya mji ukasema zikaenda na nini? Na upepo. Umeroga hujaroga? Wacha nijibu kuna 12. Usijibu na 12. Kwa nini mwalimu? Soma maandiko. Haya mpe sasa. Soma maandiko. Mpe maliza. Soma maandiko. Haya mpe. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Uende uzichukue ndevu za mtu na nywele zake. Kisha uende katikati ya mji ufanye umeroga hujaroga? Huyu anashindwa kuingia moja kwa moja kwa sababu andiko hilo hajaliona. Maliza andiko sasa, inasemaje? Maliza andiko. Leo joto limepanda hapo, twende. Nawe utatawanya theluthi uchukuliwe na upepo sana, nami ndio nitafuta upanga nyuma yake. Kisha upanga sio unaofuta mbele, hapana. Unachukua panga unaliangalizia kwa nyuma, unalifuta kwenye ardhi. Kisha nawe ndio toa nywele chache, chukua tena ndevu pamoja na nywele katika theluthi ya hizo nywele na kuzifunga na uzifunge katika upindo wa nini? Wa mavazi yako. Mpe alianzisha jambo. Mimi ndio huyu mwalimu. Hiyo ni hirizi, sio hirizi hiyo? Mwalimu, nauliza tu kwa upole. Ikiwa utachukua nywele za mtu kisha ukazichukua ukazifunga kwenye mshipi wako, ni hirizi, sio hirizi? Mwalimu, twende pole. Ngoja tuzibishane. Nimekuambia mimi sina haraka. Na mimi sina haraka. Nimesema hivi. Nauliza pale umeenda ukienda kwa muji. Nauliza kwako. Mwalimu, ni hirizi ama sio hirizi? Ukienda kwa muji, kubishana. Shida yako unataka kuelewa. Hatubishani. Ilikuwa hivi, ukienda kwa muji, utapuliza ifanye nini? Iende na upepo. Ni uchawi, sio uchawi? Sasa hapo mashapuliza imeenda. Nini unafunga kwa kiuno? Ndio unajua nilikwambia ende 12. Haya, sasa huyo. Waislamu takbir. Allahu akbar. Sisi wa Tanzania tuna msemo wetu, tunasema hakuna mkate mgumu kwa chai. Hata hiyo chai ikiwa baridi, mkate utatii. Usiwaone vile wamenyamaza vile. Fundisho hili hawalijui, hawajawahi kuliona, na kama mnalijua nyie ndio mnaroga watu. Subiri hapo. Kama mnajua fundisho hili, basi nyie kazi yenu kuroga, kwa sababu kumbe mnatumia fundisho hili kuroga watu usiku. Yusufu limemuuma hili, alikuwa anakwenda, nikamwambia ukienda wewe ndio mchawi.